Mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa kujifunza masomo yetu ya Mwinuo Yesu. Leo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025. Somo letu lina kichwa kinachosema linganisha andiko kwa andiko. Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Isaya 28 fungu la 10. Tuombe. Tunakushukuru Mungu, asante tena kwa ajili ya asubuhi njema. Tunaendelea kujifunza, tufundishe, ututunze na kutuhifadhi. Ni kwa Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Tunashukuru sana kwamba tunalo neno imara la unabii, kiasi kwamba hatuna hata mmoja wetu anayepaswa kudanganywa. Tunajua kwamba kuna uzushi na hadithi za kutunga katika ulimwengu wetu wakati huu, na tunataka kujua ukweli ni nini. Ni juu yetu sisi kuchunguza wenyewe kwa uangalifu ili tuweze kupata maarifa haya. Hatuwezi kufanya hivi kwa usomaji wa juu tu wa maandiko, bali ni lazima tulinganishe andiko kwa andiko. Ni lazima tuyachunguze wenyewe maandiko ili tusije tukapotoshwa. Na ingawa wengi wanaweza kupotoshwa kwa sababu kuna kila aina ya mafundisho katika ulimwengu wetu, kuna ukweli mmoja tu. Wengi wanaweza kulijia na kukuambia kuwa wanao ukweli, lakini ni fursa ya kuchagua maandiko wewe mwenyewe na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tunalazimika kujua maandiko sisi wenyewe ili kwamba tuweze kuelewa sababu ya ukweli wa tumaini lililo ndani yetu. Mtume anatuambia kwamba tunapaswa kujua kila mtu atuulizaye sababu ya tumaini letu lililopo ndani yetu, kwa upole na kwa hofu. Kufafanushwa maneno yako kutia nuru na kumfahamisha mjinga. Haitoshi kusoma kwa juu tu, lakini lazima neno la Mungu lizame mioyoni mwetu na ndani ya uelewa wetu, ili kwamba tuweze kuthibitishwa katika ukweli wenye baraka. Ikiwa tungepuuza kuyachunguza maandiko sisi wenyewe ili tuweze kujua ukweli ni nini, basi ikiwa tutapotoshwa tunawajibika kwa hilo. Lazima tuyachague maandiko kwa uangalifu ili kwamba tuweze kujua kwa kadri ambalo Bwana ametupatia. Na ikiwa tuna akili zenye uwezo mdogo na kulichunguza neno la Mungu kwa bidii, tunaweza kuwa hodari katika maandiko na kuyafafanua kwa wengine. Ikiwa umethibitishwa katika maandiko, utahisi wajibu na utayachunguza maandiko kwa ajili yako mwenyewe ili kwamba uweze kuwa msaada kwa wengine. Sasa makanisa madogo, japokuwa yanaweza kuwa machache, yanaweza kuwa na nguvu kwa ajili ya ukweli. Kila mmoja anapaswa kuhisi kwamba wajibu muhimu juu yake ili kujenga kanisa lake dogo katika kuwa na imani takatifu ya juu. Ukweli kwamba yako machache tu, unapaswa kumfanya kila mshiriki atafute kwa bidii sana uhusiano ulio hai na Mungu, kwa sababu kutoa ukweli kwa wale walio karibu nawe unategemea sana mvuto unaoonyesha. Kristo alisema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo, lazima mweke kila juhudi ili kuruhusu nuru hiyo iangaze. Njia pekee ya wewe kujua kwamba unayo nuru ya kweli kutoka mbinguni ni kwa kuilinganisha nuru ulioipokea na maandiko. Maneno yaliyotolewa kwa Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa maana kuna kazi kubwa mbele yako. Mungu awabariki.